kuna namna ambavyo uwepo wa Mungu, nguvu ya Mungu, hata wakati mwingine imani inashuka kulingana na mapito ambayo unakuwa unafanya nini, unayapitia hapa na pale. Haleluya. Lakini pia tunaporudi sasa ibadani, unakuwa umerudi hewani kuzungumza na nani? Na Mungu tena. Tumerudi hewani tukiomba kibali kwa Mungu tena, tumerudi hewani tukiomba utakaso, tumerudi hewani katika connection ya uwepo nani? Wa Mungu. Sasa vile vile ibilisi, pepo wachafu, walikupitisha kwenye ndoto kaza wa kaza, makwazo, ukapata huzuni, ukakata tamaa kwa namna yote ile. Haleluya. Lakini mtu anaporudi ibadani sasa anaanza kuomba. Haleluya. Anakaribisha uwepo wa Mungu, anashindana, anavunja ufalme wa giza, anatengua, anaharibu, anasambaratisha. Sasa utasikia mwili umekuwa mwepesi, utasikia rohoni tena umejazwa tena nguvu nyingine. Siku ile ya Pentekoste, watumishi wa Mungu walivyoomba kwa bidii, kwa nguvu sana, wakao katika nia moja. Maneno ya Mungu yanasema kwamba Roho wa Bwana akashuka kama ndimi za nini? Amani tena, ukawezwa tena nguvu nyingine. Na maneno ya Mungu yanasema kwamba watoto, watu wazima, wanawake, vijana wakaanza kunena kwa lugha. Haleluya. Nauliza tena, aliye na upako weka mkono wako juu. Aliye na upako sasa. Aliye na upako sasa. Vigeregere kwa Yesu. Punga mikono namna hii. Punga mikono namna hii. Punga mikono namna hii. Punga mikono namna hii. Sijaona mikono kwa wanawake katikati hapa. Sijaona mikono. Sijaona vigeregere. Aliyerudi hewani tena. Aliyerudi hewani tena. Aliyerudi hewani tena. Vigelegele, punga mikono yako kwa Yesu. Punga mikono yako kwa Yesu. Punga mikono yako kwa Yesu. Yes. Rudi kwenye nafasi yako, kae. Haleluya. Wale wenye simu kubwa za smartphone, simu hizi kubwa, kuna sehemu anaweza kagusa akafungua data yake. Haleluya. Ukifungua data, wale ambao wanakuona wanasema sasa yuko hewani. Lakini pia unaweza ukafunga au kazima mitandao yote, wanakutafuta unakosa, nasema hayuko hewani. By the way, wakati mwingine Mungu yawezekana kuna wakati anakuwa anatutafuta atuone vizuri, lakini mtu anaporudi, mtumishi wa Mungu, mtendakazi, kiongozi, akarudi pia katika kuomba, haleluya, akaja na sadaka yake, akamsifu Mungu, watu wakasimama katika vitengo vyao, majukumu yao, natumika, wanapiga kinanda, huyu anasifu, huyu anaimba, anapiga vigeregere, huyu anakaribisha wageni, wanawapa nafasi, ni mwalimu wa madarasa, lakini pia atapasta na yeye viongozi wa maombi, kama ulivyoona maombi yatangulia hapa mapema alfajiri. Katika ile namna hiyo tunakuwa tumerudi hewani. Haleluya. Lakini sasa tunaporudi hewani tunajazwa nguvu nyingine, tunajazwa upako tena, na tunaporudi hewani tunavua ile magamba, pepo wachafu, uzito wa ibilisi, madhaifu ya mwili, makwazo, kunyanzi kwenye moyo, madoadoa, mabaki yote yanadondoka chini, tunabaki kwa weupe mbele za nani? Haleluya. 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 Yeye mwenyewe tunapoachana na hiyo, useme kama sirudi hewani tena, siombi, unarudi hewani kwa mfumo mwingine tena. Unaweza kaomba usiku, kwamba mchana, ukarudi tena kuzungumza na nani? Lakini wengi wetu, walio wengi, tunapoachana kwa ibada ya Jumapili au Alhamisi, hawarudi hewani, wanakwenda kwenye magugu, wanaenda kwenye mashamba, kwenye kulima hapa na pale, ana makwazo yeye na mke wake na mume wake, anakuazana na jirani na rafiki. Kuna mara ambapo mambo uliyopangilia vizuri yakwenda vizuri, yamekwama, umepata hasara, unasikia kabisa mtu anasema nimetoka rohoni, nimerudi mwilini. Kwa hiyo tunaporudi ibadani sasa Jumapili, tunarudi sasa kwenye kujichaji moja kwa niko tayari kusikia makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Hapo madhabahuni naona kuna watu wameomba nafasi ya kushuhudia, wala ambao Mungu amewaponya, Mungu amewajibu. Haleluya. Wakati tumekaa tunapoendelea kujifunza kwanza Mungu kwanza. Haleluya. Tunapoendelea kujifunza sasa, wakati unajiweka sawa, unajiandaa, au kama kuna mwingine pia umemsubiri atakuwa anafika au wameshakuwa tayari, lakini kumbuka usitoke kanisa, usitoke nje ovyo ovyo. Muda wote ule unaweza kaambiwa sasa simama, ghafla ndio usitarajia. Kumbe hujajipanga vizuri. Haleluya. Unaporudi hewani sasa unakuwa uko rohoni. Jitambue. Kwa nini kumwambia jitambue? Sasa sio umekuja kushuhudia, unakuja kumtolea Mungu sadaka shukrani. Baada ya muda mchache umetoka nje, umeila andazi, umetoka nje, umekuleta tusindikize. Baada ya muda haupo huko center, umekaa chooni, ghafla atakuita hapa, ghafla, hebu sema ghafla. Lakini utaratibu utakao kwa nao, tuna watu wamehitaji kushuhudia, wamesimama na familia zao. Kwa hiyo tutaita mmoja baada ya mwingine, anaweza akawa ni mama Kayoyo, lakini na
na wenzake. Tutasikia shuhuda zao. Akimaliza pia tunamuita tena Baba Ndekule. Akisimama Baba Ndekule na yeye na watu wake wanashuhudia matendo makubwa ambayo Mungu amefanyia, ili tusije tukachangamana tukapoteza kujua nini Mungu amemtendea huyu, nani Mungu amemtendea. Sometimes wakati mwingine unakuta watu wamesimama, yeye ni mke na mme. Sasa mke amesimama hapa, mwanamume amesimama kule. Huyu ameshamaliza kuzungumza ushuhuda wa familia, ghafla unashangaa na wira wakula na urudia ule wenyewe. Sasa bora wawe wawili wale wenye kundi lao. Inapendeza, itapendeza. Makofi kwa Yesu. Jina la Yesu. Hatupotezi muda. Inamisha kichwa chako, ni muombe Mungu tunapokwenda kujifunza. Inamisha kichwa chako kwa ishara ya kumheshimu Mungu. Baba Mungu mwenye uwezo, enzi na mamlaka, kwa ajili ya utukufu wako, watumwa wako sasa tunainamisha vichwa vyetu. Ishara hii Baba, tunakuinamia wewe. Utukufu wako Baba ushuke, Roho Mtakatifu na ushuke, utembee juu ya mioyo ya watu hawa. Neema yako na uwezo wako na nguvu ipenye wale waliofika mahali hapa, wageni, wenyeji, watendakazi. Utukufu wako Mungu, sema nao na wapate kusikia. Baba, naomba kwa ajili ya ushuhuda wote ulioandaa kwa ajili ya leo, katika jina lako Yesu Kristo, na wakabidhi mikononi mwako. Funza watoke hatua na kuingia hatua nyingine. Nimeomba na nimeamini, nimewakabidhi mikononi mwa Mungu, na wote tuseme amina. Makofi basi kwa Yesu, katika jina la Yesu. Sasa mtu anaposema nimerudi hewani, sasa unaposikia unasema makofi kwa Yesu, umekuja kutumika mbele za nani? Wewe ni mtumwa. Haleluya. Wewe ni nani? Kuna watu wanakuja kanisani, sio kiongozi wa maombi wala ongozi kwaya, alafu anasema sina kazi. Kazi yako ya haleluya. Yeye anashangaa, mama mtu mzima na kilema, kisha sinzia, kisha lala, yeye maseti ananyonyesha, maseti amegusa simu, maseti mikono imejikunja hivi. Katika ulimwengu wa giza, kwa roho ambako uone umefungwa mikono yako ina shida, mikono yako ina pingu. Kama umepewa nafasi umekaa namna hiyo kistarehe, yani unaenjoy namna hiyo, lakini nyumbani vile vile na kanisani mwa Mungu vile vile, hujaja kutembea, umekuja kumtumikia naye, basi mshike mwenzako, mwambie ulimtumwa. Wewe ni mtumwa wa Kristo. Wewe ni haleluya kanisa. Ujumbe wetu unasema kila atendaye dhambi, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa Shetani. Kila atendaye dhambi ni mtumwa nani? Wa Shetani. Labda tuanze na hilo. Kila atendaye dhambi ni mtumwa nani? Wa Shetani. Tutakwenda kuona baadaye. Haleluya. Hebu jifanye kwamba hapa umekuja mkuu wa mkoa. Jifanye kwamba hapa amekuja mkuu wa wilaya. Jifanye kwamba hapa amesimama mbunge. Hebu niambie, kuna mtu anaweza kaenda kujoa? Kuna mtu ambaye mbunge akitoa neno akamaliza akaweka kitu anaweza kishinda kupiga makofi? Kwa hiyo dhambi ya kwanza unatakiwa jitambue wewe ni nani na umefika wapi. Hapa sio mume wako kwamba ni nyumba yake. Hii ni nyumba nani? Ili ni hekalu nani? Hapa sasa sio ofisini. Hapa sio kwa afisa mtendaji. Hapa sio sasa kwenye kituo cha polisi. Naongea na mtu, wala sio hospitalini, bali ni mahali patakatifu. Kwa namna nyingine panaitwa ikulu ya nani? Madhabahu ya nani? Mahali patakatifu. Haleluya. Sasa naye bali umemtulia nani? Sasa unaposikia tumpigie Yesu makofi, hebu piga tena makofi tuone. Makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa mganga wa kienyeji unapiga makofi. Kwenye siasa, kwenye kampeni unapiga makofi. Inakuweje tumefika kwa Mungu? Inabidi uwe zaidi. Ni kweli si kweli? Sasa nini nitakushangaa mwanaume umefika hapa na koti na jacket na kitambi, unajifanya wewe ni bwana. Una bwana Alfa na Omega. Yani tukishafika hapa nimekuja na 100,000, nina mabilioni mfukoni, nina akaunti, nimepaki gari nje, nina pikipiki nje. Hivi yote hatuvijui. Nina wanawake 2, nina mbuzi na redio, hatuvijui. Unatakiwa ukishafika hapa, kila mtu ni mtumwa mbele za nani? Makofi sasa kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Wale ambao wamekuwa wakiangalia zile mungu za kichawi. Haleluya. Yani wanatii wale walio katika kundi la wachawi.
wanapiga makofi mkuu wanaposimama, wanapiga makofi wanapomtaja mfalme ambaye ni shetani wao, majini yao, wanashangilia, wanatetemeka. Haleluya! Tusimtetemekee mwanadamu, bali tumtetemekee nani? Tusimheshimu mwanadamu mchungaji, bali tumheshimu nani? Wote, mimi na wewe, tumekuja kumfanyia Mungu ibada. Haleluya, haleluya. Lakini yeyote mtu ambaye ni mchawi, yeyote mtu ambaye ana kifungo cha giza, yeyote mtu ambaye amepewa vitu mkononi vya nguvu za giza, ukitaka kujua au ukitaka kujitambua, utaona ni mzito wa kupigia Mungu makofi, ni mzito wa kushangilia, ni mzito wa kumwimbia Mungu sifa, ni mzito wa kumtangaza Yesu Kristo, kumuinua. Kwa sababu gani? Yeye mikono yake yawezekana pia inatumika kule kuzimu. Tulishasikia story hii, kama mnafahamu kwamba mchawi wao wakitaka kuwasha moto wao ili wawashe taa, anapiga hivi kwenye maganja yake, kwenye mikono yake, akiachia chimuli chayaka, mwanga unatokea, anasambaa na kwenda, baada muda anakwenda. Lakini pia akitaka kupiga kona, akifanya hivi mikono yake hiyo ndoko, anakula kona. Akitaka kuongezeka kwenda juu tena, akifanya hivi anapanda tena mpaka mawingu. Akitaka kusuka mikono, Mungu ametupa mikono. Haleluya, haleluya. Kuna aina nyingi za kumshukuru Mungu, aidha niseme za kumsifu Mungu au kumpigia Mungu makofi. Huku kinanda utasikia kina biti yake. Hebu tupige makofi kwa kina tusikie. Unaona hiyo? Sasa wewe usipopiga makofi, una matunguri kwenye mikononi, una roga nini, una kamba za majini. Piga makofi, moto utokee kwenye mikono, moto utokee kwenye mikono. Kama uchawi kwenye mikono, kama kuna ilizi kwenye mikono, moto ulipite kwenye mikono. Kama kifungo cha giza kimekaa kwenye mikono, kama kuna minyororo kwenye mikono, kutanisha mikono hivyo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Aliye na kifungo cha uchumi, asiyefanya biashara, aliye na mikono ya uma, aliye na mikono ya uma, mikono yenye ganzi, funganisha mikono kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mamlaka inakwenda, uwezo unakwenda, namna inayofanywa. Asiyefanya biashara, asiyeweza kulima, asiyeweza kulima, endelea namna hiyo mwanamke, namna hiyo, namna hiyo mwanamume. Unganisha mikono, mapepo yalipuke, nguvu za giza ziungue sasa kwa jina la Yesu. Hiyo iwe baruti, iwe baruti, iwe risasi, hiyo mikono hiyo iliyofungwa nguvu za giza kwa jina la Yesu. Matunguri yao yapasuke namna hiyo. Unganisha mikono, unganisha mikono hiyo. Ayeyeye, mama yangu, mama yangu, hebu ngoja nione. Kwa njia hii tunamuona aliyefungwa. Unaweza kuona anaunganisha mikono lakini amekunja uso. Unaweza kuona, unganisha mikono, unganisha mikono. Kwa jina la Yesu, kwa wachawi waumie, waganga waumie. Unganisha mikono mama. Makofi tena, makofi tena, kwa kupiga makofi za giza, kwa kupiga makofi namna hiyo, madhabahu yao yaribike, majini yaanguke chini, vifungo vya giza vikuachie. Na atamka kwa jina la Yesu, kwa makofi haya gereza lianguke chini. Unaweza kuona hapo, unaweza kuona mikono hiyo ina shida hiyo. Unganisha mikono tena, unganisha mikono. Walichoweka kwenye mikono kiondoke, kiondoke kwenye mikono. Acha mikono ya mama huyo ifunguliwe, 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 alime, ifunguliwe, alime, afanye biashara, ifunguliwe, abebe mtoto, anyonyeshe, apate uzao kwa jina la Yesu. Kwa kupiga mikono hiyo, kwa kuunganisha mikono. Kama ikiwa kuna kitu ameweka kwenye mikono, kichomoke kabisa, kichomoke kabisa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na wewe unganisha mikono hivyo, unganisha mikono hivyo, na kinachoendelea kwa jina la Yesu. Gereza la kutolima,
kuendelea kulima, kutofanya biashara, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Huyo mwanamke anayetumia uchawi, aliyetumia uchawi, mikono yake imemwaga damu, ilimwaga damu, mikono yake anagusa mizoga, mwachie, kamba ziachie, kwa jina la Yesu. Mamlaka inakwenda kwa jina la Yesu. Nachia nguvu hapo, nachia nguvu hapo. Ulibiwa pesa yako, alibiwa pesa, alibiwa pesa, walichukua hela yake, walichukua uchumi. Mikono iachiliwe, mikono ikombolewe, mikono ikombolewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naungana na yeye kwa kuunganisha mikono hiyo, kwa kuunganisha mikono. Kuzimu palipuke, kuzimu palipuke, gereza lilipuke, mikao yelipuke, gereza lilipuke. Na achia mamlaka hapo kwa jina la Yesu. Huyo mtoto aliyebiwa daftari, aliyebiwa karamu, aliyebiwa daftari, huyo kijana aliyebiwa daftari, aliyebiwa karamu, kwa jina la Yesu, kwamba asiandike, kwamba asifanye mtihani. Aliandika kitu, karamu zikaibiwa, daftari ilibiwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe mtoto uliyeibiwa daftari, uliyeibiwa daftari, uliyeibiwa daftari, unganisha mikono, mikono ifunguliwe, uende uandike, ufanye mtihani, ufanye mtihani, ufanye mtihani, ufanye mtihani. Awamu hii ufanikiwe kwenye mikono hiyo. Naondoa gereza kwenye mikono hiyo, naondoa kifungo kwenye mikono hiyo, naangusha ngome. Mwachie mtoto asome, mwachie asome, achia karamu, achia masomo. Endelea kuunga mikono, unganisha mikono yako, unganisha mikono yako. Uponyaji unakwenda hivyo, uponyaji unakwenda hivyo. Roho Mtakatifu unapita, unganisha mikono yako. Wewe mwanamke ulifungwa biashara, ulifungwa kulima, unalima inashindikana, unganisha mikono. Usiangalie mwingine, usitazame mwingine, usitazame mwingine. Unaweza kuona sasa, huyo asiyeunganisha mikono ameshazuiliwa. Huyo sasa, huyo kwa jina la Yesu. Kuzimu karegee, mizimu iregee, wachawi waungue. Hiyo mikono ni baruti, hiyo mikono ni baruti, hiyo mikono ni baruti. Achia andike, acha mfuko wake, acha mkoba. Walichukua mkoba wako, walichukua mkoba, waligusa mikoba yako, mikoba ya biashara. Kuna mkoba sasa kwenye mikono hiyo, hiyo mikono kuna mkoba, hiyo mikoba ya ngwe, hiyo mikoba ikatike. Walimpisha mkoba, kuna kitu alichopewa, alipisha mkoba, mkoba wa uchawi, mikoba ya uchawi inaondoka hivyo, mikoba inakatika, mikoba inaikata, mikoba ya uchawi. Ezenshao, ezenshao, zikitabutuke, ensao yoburogo, ensao yoburogo, ensao yoburogo. Jina la Yesu. Walikupa zawadi, walimpa zawadi, walikupa zawadi. Aya yeyeye, walimpa zawadi. Kiburi cha mchawi kiko kwenye mikono, kiko kwenye mikono, kiko kwenye mikono. Kiburi cha mchawi kiko kwenye mikono. Mikono yake sasa imekuwa ya wachawi, yanaondolewa hivyo, yanaondolewa hivyo, yanaondolewa hivyo, yanaondolewa hivyo. Acha mikono yake, mikono. Kuna alama kwenye mikono, kuna alama kwenye mikono, kuna alama kwenye mikono. Hiyo alama kwenye mikono, hiyo alama kwenye mikono. Kuna alama, kuna alama, kuna namba kwenye mikono, kwenye mikono, kwenye mikono. Ondoa alama hiyo, na ondoa alama hizo, alama za wachawi, miuri ya wachawi, na ondoa miuri yao, miuri ya waganga kwenye mikono ya mama huyo, kwenye mikono ya mama huyo. Kuna vitu alivyokumbatia, amekumbatia uchawi, amekumbatia uchawi. Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wanafunguliwa, wanafunguliwa, wafunguliwa hivyo, wafungulie mikono, funguliwa mikono. Aanze kuimba, aanze kusifu, apige makofi, aanze kushangilia. Fungulia mikono, aende alime, aende apande, aende afanikiwe, aende abebe watoto, abebe watoto. Afunga mikono yako, funguka mikono, funguka mikono. Amefunga mikono kwamba sitoe sadaka, atoe sadaka, atoe sadaka. Mikono yako imefungwa, unganisha mikono, endelea kushangilia, unganisha mikono. Atoe sadaka, atoe sadaka, atoe 1/10. Nafunga mikono yako, utoe 1/10, apate shukrani, apate dhabihu kwa jina la Yesu. Na ufungua mikono, atoe zaka yake, nafungua moyo wake, nafungua mikono yake. Abebe watoto, abebe watoto, apate uzao, anyonyeshe uzao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
yanaondolewa hivyo, yanaondolewa hivyo kwa jina la Yesu. Uende ulime, uende ufanikiwe. Ukiinua mikono yako, Mungu ashuke kwako, mikono yako barikiwe. Ukiunganisha mikono, baraka zije kwako kwa jina la Yesu. Nenda upate sadaka, nenda upate mazao, nenda upate uzao, nenda ufanye biashara kwa jina la Yesu. Na achilia baraka, na achilia mamlaka, na achilia mamlaka, na achilia uwezo huo. Nenda upate watoto, nenda ubarikiwe, nenda ubarikiwe. Mikono yako hiyo iwe ni ya baraka, iwe na baraka, iwe na uwezo. Utakayemgusa afanikiwe. Watoto wako wakuletee baraka, uzao wako wakuletee chakula, watoto wako wakuchotee maji kupitia mikono yao, kupitia mikono yao uende ufanikiwe. Mikono ya mume wako, mikono ya mume wako ifunguliwe kabisa. Ninaondoa ganzi, ninaondoa ganzi, ninaondoa ganzi, naondoa ganzi, naondoa keleza, naondoa minyororo, mikosi kwenye mikono, ninaiondoa manawe, naondoa namna hiyo kwa jina la Yesu. Ninaachilia uwezo huo, naachilia mamlaka hiyo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina. Nachochea moto, naongeza makali ya moto kwenye kizazi, kwenye mgongo walikosimamia, walikoshikia. Naongeza makali, nachochea moto, nachochea moto, moto alo, 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 moto alo. Natuma moto tena kwenye makao ya wachawi, naamuru moto tena, moto alo, 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 katika jina la Yesu.